Jambo wapendwa, namshukuru Mungu mara tena kufika kwa siku ya leo. Jina la Mungu wetu libarikiwe. Nasema asante mara tena kuingia katika huduma hii ambao Mungu ameleta kwetu. Na leo tutazungumza neno kuhusu mafundisho yetu ya leo ni kuhusu ufalme wa Mungu. Tutazungumza kuhusu ufalme wa Mungu. Na kabla ya kuingia, tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni Mungu. Tunaleta asante na shukrani zetu kubwa kwa sababu ya uaminifu wako. Milele yote hakuna mwingine kama wewe. Mungu wetu, unastahili heshima, unastahili utukufu Baba. Sifa ni zako, heshima ni zako. Kwa hiyo ninalihimidi jina lako Mungu. Na mimi naleta asante kwa sababu uko mwaminifu. Bariki neno lako Mungu. Bariki wote watakao lisikia Baba. Tusaidie Mungu, kila mmoja apokee sehemu ya kwake. Wewe ni mwamba, maana una haja na roho zetu. Unataka tukusikie kupitia neno lako. Kwa hiyo Mungu, tukuza jina lako kwa wakati huu. Uweza wako onekane na baraka za kujidhihirisha mwenye rafiki mkubwa. Katika jina la Kristo Yesu naomba na kushukuru. Amen. Fundisho letu tunataka kuingia ni kuhusu ufalme wa Mungu. Na tunaona kichwa cha somo letu ambao tunataka kuzungumza leo, teme yetu iko katika kitabu cha Mathayo sura 4 na mstari wa 17. Pale tunaingia. Neno la Bwana linasema hivi: tokea wakati huo tekniki inanikoroga kadogo hapa. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndio Yesu alisema, tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na ikiwa tunaingia katika somo hili, tunamwona mwandishi huyu aliyeandika kitabu hiki ni Mathayo. Na tunaangalia Injili ya Mathayo iliandikwa hasa kwa ajili ya Wakristo. Iliandikwa zaidi kwa ajili ya Wakristo wa Kiyahudi waliosema Kiunani, labda wale wa makanisa ya Shamu. Hapa tunaingia katika introduction yetu. Na hapa tunaangalia Mathayo alikuwa na makusudi maalum ya kuandika kitabu chake. Kwa hiyo alichagua na kupanga habari zake kwa uangalifu sana, ili zifae katika mipango yake ya jumla. Tunaangalia mafundisho mengi sana ya Biblia kuhusu ufalme wa Mungu. Yanaonekana katika mafundisho ya Yesu Kristo yaliyoandikwa katika Injili 4. Ufalme huo zilikuwa baadhi ya habari
kuu katika mafundisho yake. Lakini hakuna mahali ambapo Bwana Yesu alieleza sawasawa ufalme huo ulikuwa nini, wala waandishi wa Agano Jipya waliomfuata hawakueleza habari hiyo, ingawa hata wale waliotaja ufalme. Neno linatuambia vya kwamba hakuna mahali ambapo Bwana Yesu alieleza sawasawa ufalme huo ulikuwa nini. Hakusema ufalme huo ulikuwa nini, ni vile maneno ya Mungu inasema hapa. Wala waandishi wa Agano Jipya waliomfuata hawakueleza habari hiyo, ingawa hata wale waliotaja ufalme hawakueleza habari hiyo. Hapa tunaona kwamba labda sababu yake ilikuwa kwamba watu waliojua Agano la Kale walitazamiwa kujua habari za ufalme wa Mungu. Mafundisho ya Yesu kuhusu ufalme yalitokana na mafundisho ya Agano la Kale, yakionyesha kwamba kwa njia yake yeye ufalme huo ungepata maana yake kamili. Kwa njia ya Yesu Kristo ufalme huo ungepata maana yake kamili. Hapa ni habari, tunaona ni habari za Yesu pamoja na wanafunzi wake katika safari yake ya Injili, na mafundisho yake ilikuwa ni kuhusu ufalme wa Mungu. Neno linasema katika Mathayo 4:23, anasema naye alikuwa akizunguka katika Galilaya yote akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari njema ya ufalme na kuponya wagonjwa na udhaifu na kila namna katika watu. Neno linasema katika Mathayo 12:18, anasema lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Maana Yesu alipokuja alikuja kuonyesha kwamba yeye ni mfalme, na ya kwamba ufalme wake sio ufalme wa dunia hii, lakini alikuwa kuonyesha kwamba ufalme wake ni ufalme wa mbinguni. Alikuwa kuonyesha ya kwamba yote iko anayafanya ni dalili ya kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Ni wakati alianza kuwaponya wagonjwa. Ile kuanza kuwaponya wagonjwa na miujiza yote Bwana Yesu alifanya ilionyesha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na ndio maana Yesu anaweza kuambia tubuni, basi mtubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Alianza kuambia kila mmoja atubu, mtengeneze maisha yenu, mjiweke tayari, muache dhambi zenu kwa sababu ufalme wa Mungu unakaribia. Na hapa tunaona ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 24 na sura ya 12, neno la Bwana linasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo ule mwisho utakapokuja. Amen. Ufalme wa Mungu utahubiriwa katika ulimwengu wote na katika mataifa yote, ndio neno linasema. Maana ulimwengu wote utasikia neno la Mungu, na ndio sababu tunaona leo neno la Mungu linatembea kila mahali, linahubiriwa ndani ya vyombo. Mwenye hata Afrika Tanzania anahubiri ndani ya vyombo, wenye wako Tanzania wanapokea neno la Bwana. Hii ndio hatua yenyewe, ni maandiko iko. Wale wako mbali wanapokea neno la Mungu sababu ni maandiko inasema. Yesu mwenyewe alisema ufalme wa Mungu utahubiriwa katika ulimwengu wote mzima watasikia neno la Mungu. Hakuna mahali neno halitafika. Na ndio sababu naona Mungu aliweka akili ndani ya watu wake, wajua kutengeneza vyombo ambao vitarahisisha neno lake lizunguke dunia yote. Haleluya. Na ndio sababu naona mtu mwenye hangefika Nairobi anahubiri, wa Nairobi wanapokea neno. Mtu mwenye hatafika Kenya anahubiri, wa Kenya wanapokea. Mtu mwenye hatafika mahali na mahali pote fulani katika dunia nzima
anapohubiri ndani ya chombo, wale waliokuwa mbali wanapokea neno la Mungu, sababu ni maandiko inasema, neno ndo linasema. Anasema hivi ya kwamba kwa hiyo ufalme wa Mungu ulipokuja kwa wanadamu katika nafsi ya Bwana Yesu Kristo, utawala wa Mungu ulionyesha na shetani alishindwa. Kila mahali Bwana Yesu alipotangaza ufalme huo, aliponya watu waliokuwa na magonjwa na kuonewa na pepo waovu, na alipofanya hivyo alithibitisha nguvu yake juu ya shetani. Nikusema Bwana Yesu alipokuja alifanya ishara, na zile ishara alizokuwa akizifanya zilikuwa ishara zisizo za kawaida, na inaonekana neno linasema kwamba shetani akashindwa. Shetani alishindwa. Kwa sababu ya nini? Wakati mtu anazaliwa kipofu, tangu kuzaliwa kwake iko kipofu, Yesu anamponya na kumfanya anakuwa mzima. Ni nani alikwisha kuombea mtu kipofu akawa mzima? Hayuko duniani. Wakati mtu alizaliwa kilema, Yesu kwa anafanya ile miujiza yote, kwa na waonyesha ya kwamba mimi ni mfalme natoka mbinguni na kuya kuwakilisha ufalme wangu. Kwa miujiza Bwana Yesu alifanya. Na neno linasema kwamba shetani aliogopa, alimuogopa sana. Kwa sababu aliona mambo Yesu kwa anafanya ni mambo isiyokuwa ya kawaida. Na hapa neno la Bwana linatuambia hivi: Yesu Kristo, utawala wa Mungu ulionyesha na shetani alishindwa. Kila mahali Bwana Yesu alipotangaza, kila mahali Bwana Yesu alipita, shetani alishindwa. Maana Bwana Yesu alikuwa anafika mahali anafanya miujiza ya ajabu, viwete wanatembea, na shetani akaonekana anashindwa. Maana Yesu akatangaza ufalme huo. Ile ilikuwa kutangaza ufalme wa Mungu. Katika kazi yote Bwana Yesu alifanya ilikuwa utangazaji wa kuonyesha kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Aliponya watu, alikuwa na waliokuwa na magonjwa na kuonewa na pepo waovu, na alipofanya hivyo alithibitisha nguvu yake juu ya shetani. Nguvu ya Yesu Kristo ikathibitishwa juu ya shetani. Maana alipofanya hivyo shetani aliogopa, alijua huyu ni mtu mwingine mwenye anakuja. Na shetani alijua ni Mungu, Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Shetani alimjua kabisa kama Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Ndipo pale alithibitisha nguvu yake juu ya shetani. Tukiangalia Mathayo huyo 4:24, neno linasema, na habari zake zikaenea katika Shamu yote, wakamletea wote waliokuwa hawawezi, walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso, wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupooza, akawaponya, alipoweka watu huru kutoka katika utumwa wa shetani. Kazi ya Yesu Kristo alikuwa kufanya ni kufungua wale ambao shetani alikuwa amewafunga kwa njia zote. Maana shetani aliwafunga watu kwa njia ya kuharibu viungo vyao, kwa njia ya kuwafunga, kuwafanya watumwa wake. Lakini Bwana Yesu alipokuja akafungua watu, akawafungua wale ambao walikuwa wanafungwa na shetani. Akafungua viulema, viwete, wale wote waliokuwa wamelemewa. Na pamoja na ile na neno lake alilolileta pia likafungua roho za watu, ili watu waamini, watoke katika utumwa wa shetani, waziache dhambi zao, watembee katika neno la Mungu. Haleluya! Hiyo ilikuwa mpango wa Yesu Kristo aliyofanya mwenyewe. Na hapa tunaona ya kwamba alipoweka watu huru kutoka katika utumwa wa shetani, alithibitisha kwamba ufalme wa Mungu, yaani mamlaka, nguvu na utawala wake ulidhihirishwa miongoni mwao. Walipokuwa wakiangalia kazi Yesu kwa anafanya, mambo kwa anafanya, waliona huyu si mtu wa kawaida. Alionyesha mamlaka yake na nguvu na utawala wake
Katika ile miujiza yote Yesu alikuwa anafanya, alionyesha utawala wake uliodhihirishwa miongoni mwao. Luka anatuambia nini hapa katika kitabu cha Luka sura 10 mstari wa 9? Neno la Bwana linasema, waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Neno la Bwana linasema, waponyeni wagonjwa waliomo, waambieni ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu akadhihirisha ukubwa wake, akadhihirisha uungu wake. Ni pale aliambia wanafunzi wake, nendeni mkahubiri Injili, ponyeni wagonjwa, na kuwaambia ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Mnapoingia humo, uponyesha wale wagonjwa na muwaambie kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana Yesu anasema, lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Wakati alipowatuma wanafunzi wake, nendeni mkahubiri Injili, mkawaponye wagonjwa, na semeni hivi ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Na wanafunzi wake walifurahi, walifanya miujiza pia, maana walikuwa wametumwa na Bwana. Na wakati mitume walirudia, wanakuwa na furaha, wanafurahi, wakamwambia Bwana, sisi kwenye tulienda tunafurahi kwa sababu pepo wanatutii. Yesu akawaambia, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Ndio Yesu aliwaambia. Msifurahi kwa sababu pepo wanawatii, msifurahia ile tu, lakini neno kubwa mfurahia kwamba majina yenu yameandikwa katika ufalme wa Mungu, yameandikwa mbinguni. Mfurahie hiyo, kwa majina yenu yako mbinguni. Mbinguni mnajulikana, mko wenyeji wa mbinguni, ile ndio mfurahie ile. Hapa tunaangalia ya kwamba Bwana Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, alikuja na ufalme wake, kusudi lake na sisi pia tupate kumiliki pamoja naye hapa duniani. Kusudi lake na sisi tupate kumiliki naye hapa duniani. Na tutamiliki na Yesu hapa duniani namna gani? Ni hizi huduma ambazo tuko tunafanya, ni hili neno ambalo tuko tunahubiri, ni kuishi pamoja na Kristo. Yesu kukaa ndani yetu na sisi tunakaa ndani yake, na kazi tuko tunazifanya kazi ni zake, na sisi kwa ajili tunamiliki pamoja na Kristo kwa sababu ya Injili ile aliweka ndani mwetu ambao anaturuhusu tuitoe. Haleluya. Ni kusema na sisi tunamiliki pamoja na Kristo hapa chini duniani. Na neno linasema yeye ndiye mfalme wa wafalme, na ufalme wake ulithibitishwa kufuatana na Injili yake na ishara na miujiza. Ufalme wa Yesu ulithibitishwa kufuatana na Injili yake na miujiza yake aliyoifanya. Ile ikadhihirisha ufalme wake, ikaonyesha ufalme wake. Si wafalme wako duniani. Nani mfalme alishaenda kuhubiri Injili waponye wagonjwa? Kuko mfalme mdunia mwenye kwa natawala, batawala wote betuko nabo tunabajua. Kuna mtu alienda kuombea wa mgonjwa akapona. Kuna mtu alienda kuponyesha kiwete, alikuwa kiwete, alizaliwa kiwete akapona. Haiko, hatuyamsikia. Lakini Yesu Kristo mfalme wa wafalme, ambaye alimilikisha wafalme wote, yeye alikuja na anakaonyesha wazi kwamba mimi Yesu Kristo ndimi mfalme wa wafalme wote, niko juu ya falme zote.
Maana juu yangu hakuna mwingine na chini yangu hakuna mwingine. Mimi ndio niko mfalme juu ya wafalme wote. Na ndio pale neno linatuambia kwamba yeye Kristo Yesu, yeye ni Bwana, yeye ni mwanzo tena yeye ni mwisho. Yeye iko mwisho, iko mwanzo tena iko mwisho. Na sababu ya hii tunaona ya kwamba na ufalme wake ulithibitishwa kufuatana na injili yake na ishara na miujiza. Yesu alifanya miujiza mingi, na ile ilionyesha uungu wake, na ile ilionyesha ufalme wake. Haleluya. Katika injili yake na ishara na miujiza alizozifanya zinaonyesha kwamba yeye ni Mungu. Yote alifanya inamuonyesha kwamba yeye ni Mungu. Maana kila kitu Yesu alifanya kuna mwanadamu anaweza kukifanya. Hakuna. Sasa ile inaonyesha kwamba yeye ni Mungu, yeye ndiye Mungu. Na tukisoma kabisa neno la Mungu katika kitabu cha Yohana sura 1 mstari wa kwanza anasema hivi: hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuweko kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Haleluya. Maana tangu mwanzo Yesu alikuweko. Na neno linasema hakuna kitu kilichofanyika pasipo yeye neno kuweko. Yeye alikuweko na atakuweko na alikuweko. Yeye ni Kristo Yesu. Maana yeye ni Mungu. Inaonyesha ya kwamba ishara zote alizozifanya zinaonyesha ya kwamba yeye ni Mungu. Na neno linatuonyesha kwamba yeye mwenyewe ndiye Mungu. Yeye ni mfalme wa wafalme. Ufalme wake hauna mwisho. Ni ufalme wa milele na milele. Haleluya. Na hapa tunaweza kupumzika hapa sababu ya wakati wetu. Saa zinakimbia, zinaenda. Nabakia kana dakika kidogo tu, lakini hatuwezi kuendelea. Tutakuwa tunakamata kidogo kuhusu ufalme wa Mungu. Hapo tujue ya kwamba somo letu ni kuhusu ufalme wa Mungu. Tufuatane pole. Ndugu, mtangazie ndugu yako, mwambie kuna fundisho yenyewe liko kuhusu ufalme wa Mungu. Mungu atubariki na Mungu atutendee mema, na Mungu awe pamoja na sisi. Abariki kundi lake, abariki kila anayenifuata na kila anayenisikia. Mungu ambariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tuombe. Mungu Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na ninasema asante kwa wakati huu umetupatia Bwana. Asante, bariki neno lako na utaendelea kulibariki na utaendelea kulipaka mafuta na utaendelea kulidhihirisha mwenyewe. Mungu wa mbinguni, saidia watoto wako watakaolisikia, acha lizame kama nanga ndani ya maisha yao. Ulidhibitishe mwenyewe, kila mmoja asikie furaha ya kulipokea. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu na mfalme na mkombozi tunaomba na kukushukuru hivyo. Amen. Kwaheri wapenda, tutaonana tena Mungu akitujalia siku ya kesho ya jua Bwana mwenyewe.